Jumla ya miche ya miti 1000 inapandwa katika vijiji vya Kabungu na Majalila. Halmashauri ya wilaya ya Tanganyika inapenda kuwapongeza na kuwashukuru wadau na taasisi mbalimbali ambao wamekuwa mstari wa mbele katika kuhakikisha malengo ya upandaji miti. Jana Mheshimiwa mkuu wetu wa mkoa alitangaza masaa 72 ya kazi ya usafi, na masaa hayo aliyatangaza jana muda kama huu. Sasa masaa 24 yamekwisha kupita. Tuna masaa 24 mengine ya kuendelea nao kufanya usafi. Kwa hiyo leo tunapanda miti lakini pia tunafanya usafi. Ndicho kitu ambacho tumeelekezwa na viongozi wetu wakuu. Ndugu zangu Wanatanganyika, kama ilivyotolewa taarifa, wengine tuko hapa Kabungu, lakini wengine nimepita na kushuhudia wanapanda miti lakini wamekwenda na mafyekeo wanasafisha pale maeneo ya Majalila. Tunataka kuona hali kama hii inafanyika Kasekese, inafanyika Sibwesa, inafanyika Mnyagara, inafanyika na Katuma, inafanyika Mwese, inafanyika maeneo yetu yote. Mazingira oye! Hii inaitwa panda mti ng'arisha Katavi. Sasa tuking'arisha Katavi, maana yake tukipanda Tanganyika tumeng'arisha Tanganyika, na kwa sababu Tanganyika ni sehemu ya Katavi tumeng'arisha Katavi. Sasa tupo wakati wa kuandikisha watoto kwenda shule. Tulipita hapa juzi, nitampa nafasi mtendaji. Tuliwasaka watu 3 na tukasema Jumatatu wawe shule. Nataka kupata ripoti kwamba je, wapo shule na majina yao, kwa sababu tunayo. Ukisema wapo shule inapita shuleni kukagua. Tunataka kila mtoto wa Mtanzania mwenye umri wa kuanza darasa la awali aandikishwe na apelekwe shule na asimamiwe na mzazi na mlezi kusoma shule, na jamii yote wawe mashahidi, wawe mashuhuda, nawe wasimamizi. Naomba kwa jirani, tunaona kuna mtoto hapelekwi shule na ninyi mnajua, kwa hiyo hapo lazima mwambie jirani, peleka mtoto shule. Tunataka wale wana umri wa kwenda darasa la kwanza wote waandikishwe. Wale wote ambao walifaulu kuingia kidato cha kwanza, tulisema mwisho Ijumaa wiki hii kila mmoja amesharipoti shule. Kwenye kijiji cha Kabungu, jumla ya wanafunzi 54 walikuwa wamefaulu kwa ajili ya kujiunga na kidato cha kwanza. Mpaka hivi tunavyozungumza, wanafunzi wote 54 wamesharipoti shule ya sekondari Kabungu. Lakini wiki iliyopita ulipita kwenye kijiji changu, tukabaini jumla ya wanafunzi 3 hawajaripoti na ukanipa maelekezo. Kimsingi nimeyafanyia kazi na wanafunzi hao wameshaenda kuripoti. Asante. Sana tupigie makofi. Na wanasoma wapo shule? Wapo sekondari. Sawa. Lakini jambo jingine kwa akina mama na akina baba na watoto wote mlioko hapa, Mheshimiwa Rais ametoa fedha kwa ajili ya kuhudumia kaya maskini alizokuwa nazipa fedha za TASAF. Sasa ameongeza kitu kingine, ametazama swala zima la afya zao, akatoa fedha 1.5 kwa kila kaya maskini isiyo na uwezo iliyokuwa inahudumiwa na TASAF. Ametoa kwa awamu ya kwanza, na fedha hizi zimelipwa moja kwa moja kwenye shirika la bima la taifa NHIF. Aliye kwenye mpango huo ambao majina yao yameshatoka kwa watendaji wetu wa vijiji, akajitokeze akaandikishwe, apate namba ya bima, apate kadi ya bima, na inapotokea ameugua yeye na kaya yake, wakienda hospitali kule, Mheshimiwa Rais ameshawekea dawa, ameshaajiri wataalamu, madaktari, wauguzi na watu wote ambao wanatakiwa kutoa huduma. Mama ameamua kutoa hela zake, tumepambana kuhakikisha kuwafikia watu wote katika wilaya hii, lakini bado zoezi hilo linaendelea. Kwa hiyo ukipata kumlengo yoyote ambaye anahitaji hiyo huduma, tuwasiliane tuweze kumsaidia. Lakini ninachoshauri, jamani, muache kuhudumiwa kwenye maduka ya dawa, lakini pia kwa wale ambao yani mtu anajiita tu mganga lakini haeleweki. Hasa mama wajawazito ndio wanakosa msaada. Ukipata mtu mwenye changamoto, msaidie. Watendaji, naomba tushirikiane kuhusu hilo. Ukiona mtu wote duka la dawa lipo ambao linafanya huduma ambazo sio rasmi, tuwasiliane ili tuweze kuboresha, sababu huduma sasa hivi zimeboreshwa. Hata mimi limenifurahisha kwa kweli. Upandaji miti unaendelea vizuri, umesimamiwa vizuri. Hata sisi tumeweza kujitolea kwa wingi, pia tumekuja kupanda hii miti. Kwa Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, tunashukuru sana kwa kutushirikisha na sisi katika zoezi la upandaji miti. Kwa pamoja pia tunamshukuru Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kufanya zoezi hili, na hisi sio sisi tu, ni nchi nzima.
Kwa hiyo naweza kumshukuru sana Dr. Samia Suluhu Hassan kwa zoezi hili, limeweza kufanyika vizuri, limesimamiwa effectively. Nashukuru sana.